Na mbuku nasikiza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, Kaniola, vita ya pamba moto kati ya M23 huku wakiwa raia wasiokuwa na hatia. Goma, vifaa vya kijeshi vya FARDC vya porwa na RDF na kupelekwa nchini Rwanda. Bukavu, M23 Landswave Kongo pamoja na RDF yakataa kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa ni tarehe 29 za mwezi wa 6 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka Operation Saidia Muzalendo bado kunaendelea, na kama hujongona na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakumbana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuingie jimboni Kivu ya Kusini, Kaniola, vita ya pamba moto kati ya M23 huku wakiwa raia wengi wasiokuwa na hatia. Baada ya mapigano yaliyochukua takriban masaa kadhaa kati ya magaidi wa M23 Landswave Kongo pamoja na RDF huku wakitungana dhidi ya wazalendo, Kaniola imeweza kuangukia mikononi mwa magaidi wa M23 huku wakiwa raia wengi wasiokuwa na hatia baada ya kipigo kutoka kwa wazalendo. Wazalendo walishiwa na risasi pamoja na silaha, na hivyo kuamua kuondoka maeneo ya Kaniola na baadaye kuingia mikononi mwa magaidi wale watesa raia na kuwaua bila huruma. Hayo yakiendelea, hiyo tarehe 27 za mwezi wa 6 2025, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Rwanda walisaini mikataba ya amani na kuheshimu kwa mipaka pamoja na ulinzi wa raia pamoja na mali yao huko Washington nchini Marekani, na hivyo kutaka majeshi ya Rwanda kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haraka iwezekanavyo na Rwanda kuacha kuwasaidia magaidi wa M23. Lakini mkataba huo haukufua dafu mbele magaidi wa M23 mengine zaidi. Huyu hapa mwakilishi wetu kutoka ndani ya mji wa Bukavu. Mjambo bwana mhariri, ni mwanaripota wa Baraka1 TV ambapo aliendelea kutembelea watu wa Bukavu ambao wanalia Luyowe kila mara. Leo ilikuwa siku ya posho tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Milio ya risasi ama vita makombora yalisikilikana huko Kaniola, ambapo ilipelekea kisa cha watu wengi kuuawa na kupoteza ufahamu na wengine kukuwa vilema. Ilikuwa ni wakati makombora ama vita ilionekana kati ya M23 na wazalendo, ambapo walibambana na maadui, lakini kwa bahati mbaya maadui walifaulu kunyang'anya mwingine yetu ya Kaniola. Ilikuwa ni kwa sababu wazalendo waliishiwa na munition, na haya yanatuletea oga na kutusononesha zaidi tukiona watu ambao wameuawa. Adui hana huruma na mkongomani. Ni kusema ya kwamba wakongomani tukue makini na tuone mbali. Mambo ya maakoro ama mikataba yasituweke kwenye distraction ama kwenye upumbafu. Na zaidi ningemusihi baba muongozi wa nchi hii Felix Tshisekedi Antoine Chilombo atumie akili aliyopewa na Mungu kwa kuona mbali na kwa kusaidia wasoda wenye wako kumalini de front wapate munition na vifaa ambavyo vinahitajika
kwa maana vita inanuka sasa. Tulikuwa tunawazia na kuiona kama vile ni kawaida, lakini tunaenda kutana vita inavala ingine mwili. Watu hao wanatudanganya kwamba balisinye maakor, na japokuwa maakor ni za kutuweka kwenye upumbafu ama distraction, ili waendelee kutuprofite na kutoboa njia zenye zilikuwa zishashindikana kutoboa. Sitakosa kuwaambia kwamba depo za maarme ama magari zinazojaa maarme zimewekwa kwenye lupango ya Joseph Kabila, ni huko Mbobero kwenye lupango yake alinunulia watoto wa hongo. Sema ya kwamba kule kuna kila kitu ambacho kimenyang'anywa wakongomani kinaenda wekwa kwenye lupango ya mwananchi huyo. Joseph Kabila, mkumbuke, alikuwa president honoraire wa RDC miaka 18 iko naongoza nchi na iko naunda njama za kutatiza wakongomani. Sitakosa kuarifu ya kwamba lengo lake kukua Bukavu ilikuwa ni kumonte ma strategie ili endelee kuumiza wakongomani na kuprofite njia zinafungwa zifunguliwe. Na mkumbuke ya kwamba basoda wenye walikuwa Rumangabo, wenye walikuwa wanakamatiwa kiolela huko na huku, waliwekwa huru na kuvalishwa mateni za kiraia ili waingie mpopulation waendelee kulokotesha mainformation, na wengi wako huko Kalonge, wengine Winyakiri. Watu wa Winyakiri na Kalonge mkuwe makini, na kule Chirunga nako mkuwe makini zaidi. Ngweshe, Walungu, Kanyola na Kamanyola mkuwe makini, amewagawula kila fasi ili waendelee kupana siri na za wazalendo na jinsi wazalendo wanajipanga. Mkumbuke wale wote ni watu walitokea Bukavu, wanaelewa Bukavu sana, walienda kujiunga na maadui na mpaka kwa sasa wanatutatiza. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, na moja kwa moja tujielekeze kaskazini mwa Kivu, ndani ya jiji la Goma. Vifaa vya kijeshi vya FARDC vyaporwa na RDF na kupelekwa nchini Rwanda. Malori yanaondoka kutoka katika airport ya Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makao makuu ya mkoa wa Kivu ya Kusini, huku yakiwa yamefukiwa na mengine yakipakiwa ndani ya kontena. Vifaa mbalimbali vya kijeshi vyaonekana vikiporwa na magaidi wa M23 la Swifungo pamoja na RDF na kupelekwa nchini Rwanda. Kwa upande mmoja, ishara hiyo ni ile inayosemekana ya kuondoka kwa majeshi ya RDF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama kawaida ya wahuni na waporaji ni lazima waondoke huku wakipora mali za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Konteni unasema sisi kama mama chetu. Asia hadi zileka zinaenda. Ona motare wa bo peke wanajuishaka. Ona mwingine na hivi ni soda. Hivi ni mwenzabo soda. Hivi ni mwenzabo soda. Hivi ni mwenzabo soda.
Hivi vile makamera vya Sadeke. Sasa ni mwisho. Ndio iko na wasema mfuate mwache. Muone kule Tuma, muone kule barabara. Msikie sifle kule. Msikie sifle kule wako na waamua. Alimitri iko na waambia mwache tu. Unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. King Sale, the only one king kutoka USA, Kizabe Ayebade Donebuto tu Ejide Kizenga Tembele wakiwa wanaisikiliza Baraka One TV. Bihondo Kilamba Mawe, mzee wa state Yemeni, Dafeza Daletesia. Unatupata vizuri sana kutoka Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe pamoja na East na Central Africa na pia maeneo ya Afrika ya Kusini. Ili kuendeleza kupata matangazo yetu ya Baraka One TV, share, like, pia subscribe Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Bukavu ambako M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF yakataa kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magaidi wa M23 wamepatwa na kiwewe baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Kongo na Rwanda huko Washington nchini Marekani. Msemaji wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka amedhibitisha hayo ndani ya jiji la Bukavu, huku akiongea na wananchi wa Bukavu na kuambia kwamba wala hatuondoki na huo mkataba uliosainiwa kati ya Kongo na Rwanda, sisi wala hatuhusiki nayo. Hilo pia limeweza kushadadiwa na Corneille Nangaa ambaye ni mratibu wa Alliance Fleuve Congo, naye amethibitisha kwamba wala hawataondoka katu licha ya mkataba wa amani kati ya Kongo pamoja na Rwanda. Ukiachana na Corneille Nangaa, pia Willy Ngoma naye amethibitisha hiyo kupitia mkurasa wake wa X kwamba hawataondoka maeneo yote ambayo wameyashikilia. Licha ya kukata kwao kuzungumza hivyo na wananchi, huku wakijipa moyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Rwanda na Marekani wamekubaliana kuweza kuacha mara kwa moja mauaji pamoja na mapigano ambayo yamesababisha maelfu ya watu kupoteza makazi yao na wengine pia kupoteza maisha yao. Majeshi ya Rwanda yaondoke mara moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iache mara moja kuwasaidia magaidi wa M23. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rejabu Akili Kabonga. Na baada ya matangazo hayo ndiyo tunakwenda kufunga ukurasa wa matangazo yetu haya ya asubuhi. Kumradhi kwa sauti na pia kwa yote ambayo umeweza kuyasikiliza, ni kutokana na kawaida ya mitambo siku zote huaga haiendi sawa, mambo yanakuwa yanaingiliana, lakini mingine tukutana ni majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utakuwa na matangazo mengi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.